Sehemu ya kwanza ilikapi yetu ilituacha na maswali. Ni baada ya kugundua kwamba mwamba Goblin kumbe alikuwa akiishi na Grim Reaper katika nyumba moja, na Grim Reaper anadai kwamba amelipa kodi karibu ya miaka 2 hapa na amepapenda sana. Mbadala wa kuhama nyumba hii huenda atakuja kuongeza kodi nyingine. Jamaa hakuwa na namna yoyote kwa sababu mwamba ana mkataba, ikabidi kumruhusu kukaa ndani ile nyumba. Lakini pia tulishuhudia bidada Eontake katika siku yake ya birthday. Mwamba alikuwa amejitokeza na kumwambia kuwa bidada amfanyie kitu gani ili aweze kutimiza katika siku yake hiyo ya kuzaliwa. Bidada alisema kwamba anatamani kupendwa na shangazi yake. Na kama bado hujatazama sehemu ya kwanza, basi unaweza kugusa hicho kipop-up kilichotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Mwisho wa siku mwamba Kimshin alimwambia bidada kwamba ili aweze kupendwa na shangazi yake basi anatakiwa kuanza kufanyia katika migahawa inayouza kuku. Na bidada siku ya leo alipoweza tu kuamka na kutokea shuleni, moja kwa moja akatimba katika mitaa, na hapa kaanza kuhangaika kuomba kazi katika migahawa inayouza kuku. Lakini kwa bahati mbaya kila mgahawa ulikuwa ukimkataa. Basi akatukana matusi ya kila rangi, akimtukana yule mwamba Goblin aliyekutana naye siku ya jana na kusema kwamba ni mpuuzi mkubwa kwa sababu alimwambia kwamba akipata kazi katika migahawa lakini mbona hapati. Akiwa na hasira nyingi sana, akiwa ameketi kando kidogo katika mangojeo ya abiria katika vile viti ambavyo abiria wanapumzika kusubiri mabasi, lakini kando yake aliweza kushuhudia kuna keni moja ilikuwa ikiwaka moto. Akamwagia maji ya kunywa kisha akaanza kuupuliza ule moto, na namna alivyokuwa akiupuliza moto huu ni sawa na alivyokuwa akipuliza ule mshumaa siku ya jana. Ghafla tu akashangaa kwamba yule mwamba Goblin ameweza kujitokeza. Mwamba hakuongea maneno mengi, akasema kwamba umeniita alafu huna cha kuongea, kisha akawa mwamba ameweza kupotea. Bidada akashtukia kwamba kumbe ukiwasha moto na ukiuzima basi huyu jamaa anakuja. Bidada moja kwa moja, kwa sababu hanaga marafiki sana, moja kwa moja siku ya leo akatimba katika maeneo ya kanisani, akafuata mishumaa fulani hivi kisha akawasha moto. Baada ya hapo akapuliza, mwamba kweli akajitokeza. Hasa ghafla hii kitu ikawa ni kama burudani sana kwa bidada, kwani akaanza kudownload na application zile za mishumaa katika simu. Anawasha ule mshumaa kisha anazima na mwamba anajitokeza, yaani mpaka katika maeneo ya shuleni. Sasa ikawa kama burudani fulani hivi. Na mwamba Goblin akawa amekasirika siku ya leo, akataka kuanza kuondoka. Bidada akawa amemshikilia. Ni kitu cha ajabu sana, huo uwezi kumshika mtu huyu. Ghafla yeye aliweza kufanikiwa kumshika. Lakini kitu kingine ni kwamba huyu Goblin wakati mwingi sana mwili wake unakuwa unawaka moto, kwa ni ngumu sana binadamu wa kawaida kuweza kumshika. Ikabidi kwanza kumuuliza bidada, wewe ni nani? Bidada akasema kwamba yeye ni Eontake na alikuwa na uwezo wa kuona mizimu kutoka alipokuwa mdogo, lakini kuna mzimu wa bibi mmoja mmoja kumwambia kwamba yeye atakuja kuwa mke wa Goblin. Na kuthibitisha hilo ni kwamba yeye alizaliwaga na alama fulani katika shingo, akawa anamuonesha mwamba. Jamaa akabaki anashangaa, yani wewe utakuja kuwa mke wa Goblin? Sasa huyu mwamba Kimshin anajua kwamba mke wake ili aje kutimia ni lazima awe na uwezo wa kuona upanga, kwa sababu yule mke wake inasemekana ndio atakuja kuuchomoa mpanga wake. Ikabidi kumuuliza bidada, ni kitu gani unakiona kwangu? Bidada Eontake akasema kwamba anakuona mwanaume handsome mwenye urefu wa kati 6 hivi na kama na nusu hivi, alafu hivyo tu yani. Sasa mwamba Kimshin alipoona bidada hajaweza kusema kwamba anaona upanga, moja kwa moja ikabidi kuachana naye na kuondoka zake. Sasa hapa mpenzi mtazamaji, uwe makini sana. Mwamba alipofungua mlango huo kutokea katika library iliyopo ndani ya nchi ya Korea, akajikuta ametokezea huko katika nchi ya Canada. Na bidada alipoweza kumfuata kupitia mlango ule ule akajikuta naye ametokea huko nchi ya Canada. Hasa hili sio tukio la kawaida hata kidogo, kwani mwamba ndo mwenye uwezo wa kuweza kufungua mlango na kujitokeza katika nchi nyingine, bali binadamu mwingine hawezi kufanya tukio hilo. Sasa yeye akabaki anashangaa, inawezekanaje bidada aweze kumfuata kuingia katika nchi nyingine kirahisi namna ile? Hasa bidada Eontake baada ya kufungua tu macho ili kushangaa mazingira akagundua kwamba yuko nchi ya watu, ni kama kuna wazungu wengi. Ikabidi kumuuliza mwamba. Mwamba akasema kwamba wapo nchini Canada. Mtoto wa maskini alifurahi kweli kweli. Leo ameweza kusafiri bila visa, bila passport. Akafurahi na kusema kwamba yani hakika kupitia sababu hiyo lazima unioe. Kile mwamba akamtazama sana bidada na kuona udogo anaongea upuuzi gani. Ila tunaonyeshwa dada mmoja hivi hapo nchini Canada kama amempatia bidada kama spinach fulani hivi kisha akamwambia kwamba utaenda kula maji pamoja na familia yako, sawa eh? Sasa ile bidada kufungua tu mlango wa kama sebule fulani hivi akajikuta tayari anafungua mlango na kuingia nyumbani kwao. Shangazi yake alipoweza kumuona tu akamwambia kuwa kwa nini umechelewa sana kurudi kutokea shuleni? Tumeshinda na njaa mpaka mida hii kisha wewe huwezi kupika msosi. Fanya haraka bana katupikie ubwabwa. Dada wakati anapika ule ubwabwa akawa amechanganya na ile spinach aliyopewa na ule mwanamke kutokea kule nchini Canada. Lakini wakati huo mtoto wa huyu shangazi mtu alikuwa amekuja na kitabu fulani ambacho bidada alikuwa amekitolea kule nchini Canada na kusema kwamba inaonekana huyu binti anasoma sana na vitabu vya nchi ya Canada, ana lengo gani mfano? Shangazi mtu kusikia hayo akamwakia sana bidada na kumwambia kwamba au una mpango kukimbia na pesa ambazo ulikuwa umeachiwa na mama yako uelekee nchini Canada, si ndio? Usije ukajaribu kufanya jambo hilo. Hasa bidada Eontake baada ya kuwa ameandaa chakula chake akawa anakatakata kidogo matango. Kwa bahati mbaya akawa ameweza kujikata. Na kila aliyeshiriki kile chakula ambacho bidada alikuwa amekiandaa siku ya leo basi aliumwa tumbo sana, na mwisho wa siku akaacha kabisa hata kumfokea bidada wakiamini kwamba kama bidada ameweza kuandalia chakula ambacho kimeumiza tumbo basi siku nyingine huenda atawekea sumu. Na kitu pekee ambacho bidada Eontake alikuwa bado hajakigundua ni kwamba yule mwanamke kutokea kule nchini Canada aliyekuwa amempatia ile spinach alikuwa ni yule bibi aliyekuwa amemsaidia mwanzoni sana pindi alipokuwa anataka kuuliwa na yule Grim Reaper. Hasa upande wa mwamba Kimshin nyakati za usiku usingizi haudi kabisa, kaanza kukumbuka kwamba yule mwanamke ana uwezo wa kupita katika njia ambayo nimepita mimi, lakini hawezi kuona upanga wangu.
imekuwaje hii kitu? Basi Mwamba Kimshini akapanga appointment kwamba aweze kukutana na bidada. Kweli kabisa kabidada kakaja siku ile aliyopanga kukutana nako. Kabidi kuwakauliza kwamba yaani wewe mtu umjui kabisa na kuita mkutane mafichoni huku unakubali tu. Unakubalije wewe? Akaishia kukafokea tu kabidada Kayontaki pasipata kukaambia kishida gani aliyokuwa amekaitia. Baadaye bidada Yontaki baada ya kuzunguka sana mitaani bana kutafuta kazi, mwisho wa siku si akajikuta amepata kazi katika mgahawa ambao unauza kuku. Basi moja kwa moja akawasha kijimshumaa fulani kisha akakizima. Hapa Mwamba akawa amejitokeza akiwa ameshika sausage mdomoni pake. Jamaa alikasirika kisha akamwambia bidada kwamba uwe makini, sio kila muda tu unamuita mtu. Utakuja kuniita kati niko bafuni, ndakuja nikiwa nimetoka hivyo hivyo. Sasa unategemea nini Mwamba akawa ameondoka bana. Hasa huku nyumbani Mwamba Grim Reaper alikuwa anataka kulala, lakini kabla ya kulala huwa anafanyaga ibada fulani hivi ambayo yeye kama malaika wa kifo huwa lazima aifanye kabla ya kuweza kulala. Lakini kila alipotaka kufanya hiyo ibada Mwamba Kimshini akawa anakuja kumsumbua na kumwambia kwamba vipi nguo je imenipendeza au la? Kaka samani bana, kuna jambo la msingi natakiwa nilifanye. Jambo gani la msingi bana? Akaanza kumpigia makelele sana hapa ndani. Ni namna fulani vya masiala, lakini haya masiala alikuwa akimkela sana huyu malaika mtoa roho. Kesho yake mapema na alfajiri malaika mtoa roho hakulala kabisa bana. Usumbufu wa Mwamba mpaka pale kucha. Jamaa anacheka tu. Yaani leo nimekusumbua mpaka nimekusumbua tena. Malaika mtoa roho akasema bana, mimi najua engo yako ya kuweza kupiga wewe. Engo gani bana? Katishie ingine bana. Mimi kwangu acha kabisa. Sasa Mwamba Kimshini bana baada ya kutulia kidogo anasubiria tu wakati bidada ambapo atakwenda kuzima mshumaa na kuwasha ili aweze kujitokeza kwa bidada mahali alipo. Lakini siku ya leo ilikuwa tofauti kidogo. Bidada Euntae aliwasha mshumaa vizuri tu kabisa, lakini alipouzima mtu aliyekuwa amejitokeza nyuma yake hakuwa tena Mwamba Kimshini, bali alikuwa ni yule Mwamba Grim Reaper, mtu ambaye anamuindaga sana bidada siku nyingi katika maisha. Bidada Euntae alijua leo amekwisha, lakini kwa bahati nzuri wakati anaondoka tu akawa amekutana na Mwamba Kimshini. Sasa ile anamtazama Kimshini tu akawa anamziba macho na kusema kwamba usimtazame huyo jamaa. Akawa anamwambia Goblin kwamba mbele yako ni malaika mtoa roho, usifanye naye masiala kabisa, atakwenda kukuua. Hutakiwi kabisa hata kusogeleana naye wala kumwangalia. Lakini Mwamba Kimshini ana tambo kama zote, akasema kwamba huyu namuangalia ni mchumba tu, mtoto wa 2000 huyu, namuweza kwa kila kitu. Lakini Mwamba Grim Reaper akamwambia Mwamba, naomba usiingilie katika masuala yangu ya kazi. Jamaa akamwambia kuwa na kuingilia kuanzia kazini kwako mpaka unapolala. Na kadri Mwamba Kimshini anapozidi kujibizana na huyu mtu, basi radi zikawa zinapiga. Bidada akawa na hofu sana kwamba huenda Mwamba Kimshini atauliwa na huyu malaika mtoa roho, lakini Mwamba akamwambia bidada kwamba tuli hapa. Kimshini akaongezea akisema kwamba asije akajitokeza mtu katika maisha yake kuweza kumgusa mpenzi wangu wa maisha nilikuwa nikimtafuta kwa muda mrefu. Mwamba Grim Reaper akajifanya kama vile ni chizi fulani na Zuzu. Akasema sawa, kama ndio hivyo basi mimi nilikuwa nawatania tu, mimi napita zangu jamani kwa elini. Baada ya pale Mwamba Kimshini akamwambia bidada kwamba kama katika maisha yako usikubali kusogeleana na huyu jamaa, ni malaika mtoa roho, atakuja kukutafuna. Lakini siku nyingine sitaki kabisa unikaribie. Na wala usije kuniita mimi mpenzi wako. Nimeongea vile tu ili mradi jamaa aweze kukuachia na asiweze kukufuatilia. Lakini kiuhalisia wewe sio mpenzi wangu na hauwezi kuwa mpenzi wangu. Haya yote Mwamba Kimshini anayaongea kwa sababu bidada hawezi kuona upanga wake, na yeye katika hatima inasemekana kwamba mtu mwenye uwezo wa kuona upanga wake ndiye mtu ambaye anastahili kuwa mke wake. Baada ya kutoka pale bidada Yontaki, marafiki zake wakubwa sana huwa ni mizimu, na siku leo kwa kupiga nao story na walikuwa wakimwambia kwamba unajua wewe mtu aliyekuwa amekusaidia ndio huyo ambaye unaishi naye kwa sasa hivi, unashinda naye mara nyingi. Huyu jamaa Kimshini bana ndio mtu aliyekuwa amekusaidia wewe kipindi mamako anataka kufa. Hasa Mwamba Kimshini akiwa yuko nyumbani akawa anasikia harufu ya moshi kana kwamba bidada alikuwa akimuita. Sasa anashindwa kupata uelekeo wapi bidada alipo ili aweze kutokezea katika upande huo. Kabidi kusimama kwanza kuhangaika kidogo, lakini akaja kugundua kwamba ni ule mfanyakazi wake alikuwa akivuta shisha. Hasa siku ya leo shangazi yake na bidada Yontaki alikuwa akidaiwa sana na baadhi ya watu, na hawa watu bana wanamdai na siku leo anataka aondoke na vyombo hapa nyumbani. Lakini shangazi mtu akaamua kuuza msala na kumsingizia Yontaki kwamba ana pesa zote. Wauni wakaamua kulamba naye njia moja kwa moja mpaka katika mitaa ya shuleni, wakamteka bidada na kumpakia kwenye gari. Wakachukua bigi yake na kuanza kukagua akimwambia kwamba pesa iko wapi. Walikagua kila sehemu na hawakufanikiwa kabisa kuziona pesa. Lakini baadaye bidada akashuhudia kwamba yule dereva wa gari alikuwa akiwasha kiberiti cha gesi lengo aweze kuwasha sigara yake. Akataka kuifuata ile kiberiti lengo aweze kupuliza ili Mwamba aje kumpa msaada, lakini wakajua kwamba bidada alikuwa anataka kutoroka. Ikabidi kumrudisha katika siti na kumwambia kwamba tu bidada alikuwa ni muoga sana, akitetemeka huko akiwaambia kwamba mimi siko na pesa yoyote ile, hata shilingi 10 sina. Lakini hawa wakaanza kumwambia kwamba leo utatuambia tu wapi pesa ulipopeleka, na kama ukileta masiara sana na ubishi basi utayaponza maeneo ya chini ya mwili wako. Kuwa makini sana bidada. Upande wa pili Mwamba Goblin na Grim Reaper walikuwa wakicheza pamoja michezo fulani hivi, na michezo ya hatari kwelikweli, wanarushiana vitu kwa angani kwa kutumia uwezo wao. Hawajui kabisa kwamba bidada yupo katika hatari, lakini bidada alipokuwa akipiga kelele nyingi, ghafla tu vile vitu walivyokuwa wakirushiana vikawa vimeanguka chini, na hii ilikuwa ni ishara ya kwamba bidada yupo katika hatari. Bwana we, katika gari mwisho wa siku taa zikaonekana zikiwa zinazima. Ghafla tu mbele ya gari ya wahuni zilionekana njemba mbili zikiwa zinatembea bila stress yoyote, zinatembea kana kwamba zilikuwa zinadunda katika ulimwengu wa dunia.
Kina kaka jambazi walishtuka kidogo. Ina maana hawa watu ni wafanyakazi wa TANESCO kiasi ambacho wakiwa wanatembea wanakuja upande wenu na umeme unakatika. Kiongozi mkuu wa hawa majambazi akaamuru dereva aweze kuendesha gari haraka sana, lakini alipojaribu tu kuendesha gari, hapa tu ikatokeza kitu kama upanga katikati kuweza kulikata gari katikati. Goblin akamwokoa yule bidada peke yake, lakini hapo upande wa pili wengine hawa wote walikuwa wamewagandishia ndani ya gari. Hapa tunaonyeshwa malaika mtoa roho akiwa anatembea tembea mitaa hii. Tukutane katika episode ya 3, tutakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kilikwenda kujili. Nikumbushe tu kwamba kila unapogusa alama ya kulike, tunapofikisha like 100 basi episode ya mbele inakwenda kutoka. Mimi naitwa DJ Poa, kikuuliza ni wapi, waambie ni PVP Media.